Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele itakayokujia. Mambo vipi mfuatiliaji wa KingPo TV, ni matumaini yangu mzima wa afya kabisa. Leo tumeweza kurudi tena kwa binti ambaye aliweza kunyang'anywa mwanaume na mama yake mzazi. Sasa kuna mambo mapya ambayo yameweza kuibuka, japo tuliweza kukaa kimya kidogo kwa muda kutokana na hali halisi ya maisha ya watu. Huwezi kufuatilia kila siku maisha ya watu, si ndio? Kwa kuna muda kama nazidiana, basi lazima uweze kuangalia ustaarabu. Kama ambavyo aliweza kunitafuta akasema, bwana kaka, naomba ufike tuweze kuzungumza kidogo, kuna kitu ambacho kinanitatiza. Kwa hiyo tukasema sio mbaya, kwa sababu jambo linahitajika, basi wacha tuweze kuwahi mapema kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye. Kwa hiyo tumeweza kukuta hapa ameweza kaa, lakini kwa namna moja nyingine kumbe kuna mazito ambayo yalikuwa yakiendelea huko nyuma, tulikuwa tufahamu. Kwa hiyo kikubwa kwa nasi mwanzo mpaka mwisho video hii hapa uweze kufahamu yale ambayo tumeweza kuandalia kwa siku hii ya leo. Sawa, kuweza kutufollow kwa TikTok kwa jina la KingPo_TV, Instagram vivyo hivyo KingPo_TV, lakini pia kwa Facebook page waweza kutucheki ama kutembelea kwa jina la KingPo Media, itakuwa poa zaidi. Mambo vipi? Safi. Salama kabisa. Salama. Okay, sawa. Habari za siku 2-3? Nzuri. Sawa. Maendeleo yakoje? Upande wako kwanza, tukianza binafsi kwa upande wako. Kwa upande wangu maendeleo yako poa tu. Changamoto labda ambazo umeweza kukumbana nazo hivi karibuni? Changamoto, napitia changamoto nyingi tu kwa sasa. Bado nazipitia? Bado nazipitia. Sawa. Twende kwa ujumla sasa, hali ya mama pia iko vipi? Mamangu hali yake mbaya sana. Ni mbaya. Ukisema mbaya na maana gani? Yaani yuko vizuri kwa sasa, yuko vibaya. Vibaya kivipi sasa? Naumwa. Mama nini shida? Mambo yake tu mwenyewe, naniliwe chawi. Kivipi sasa? Tuweke wazi, tuweke bayana, tuweze kuelewa kwa kina zaidi. Ndio maana tumeweza kufika hapa. Nakumbuka hivyo ulivyotuambia. Ndio maana tumeweza kuwahi kufika hapa. Imekuwaje mpaka anafika katika hatua hiyo? Kwa mambo ambayo alikuwa anayafanya kichawi, yule mwanaume sasa hivi ameachana naye. Kwa kuachana naye ndio hivyo, kumtilia madawa yule mwanaume, kwa sasa hivi hali imekuwa mbaya sana kwake. Yaani kwamba yule mwanaume ambaye alikuwa ni mpenzi wako wameachana? Wameachana, hapo pamoja kwa sasa. Kisa ni nini sasa? Sijui sababu, ila ni hivyo tu. Yule mwanaume alisikia tetesi kwamba yule mama mchawi hivi na hivi amtilia madawa. Wewe ukisikia mtu anazungumza hivyo afu ni mama yako, unalichukuliaje? Ukiondoa ile hali ya namna ambavyo bali kukasirisha na nini. Anyway, labda nikuulize kitu kimoja. Ushakushuhudia labda wewe kwa upande wako kuona mama anafanya vitu vya kiuchawi? Kuna muda mwingine nikilala kama hivi ananitokea. Kwani nakuwa nafanya mambo ya ajabu. Okay, kwamba anakufanyia mambo ya ajabu. Yaani natokea yani mambo ya uchawi, maana hivi nafanywa hivi usiku nikilala. Sasa wewe unaamini vipi kama ni mama yako kweli? Unajua nikwambie kitu kimoja. Mchawi ana sura nyingi sana. Hata leo waweza kwenda kulala alafu kaona mimi nimekuja kama kukufanya vitu vibaya katika namna ya kiuchawi. Unaelewa kitu kama hicho? Nakielewa. Sasa wewe kwa nini uamini moja kwa moja kwamba mama ni mchawi? Siwezi jua mtu ambaye anatumia kunijia mimi kunifanyia mambo mabaya kwa sura mamangu, siwezi kujua. Ila kwa ninavyosikia mamangu ana mambo ya uchawi. Kwa mtu inakuwa rahisi sana kuamini. Ndio umeamini kutokana na maneno ya watu mtaani kwa mama yako ni mchawi mshirikina. Wewe kufanya kitu chochote kibaya cha kutoachana kwenye masuala ya ndoto? Hapana. Haja kunifanyia. Sawa. Kwa unaniambia kwamba maneno ya watu ni kwamba anasemwa mama ni mchawi. Mume kaondoka, alikuwa akimtilia madawa. Kwa hiyo nataka kuniambia hali yake imekuwa ni mbaya kutokana na haya ambayo alikuwa anayafanya?
Siwezi kujua kiundani zaidi, ila nahisi itakuwa hivyo. Na labda umejaribu kuweza, kwa sababu yule ni mama, ulijaribu labda kuweza kuangalia namna kuweza hata kumuona na nini? Mimi tangu alivyonikataza nisikanyage pale. Yaani kwamba alikukataza? Nisiende pale, yani nisikanyage. Kwa hiyo niliendaga tu mara moja basi, kwenda tena mpaka leo. Alikupiga marufuku usiende pale nyumbani? Sifiki kabisa nisikanyage. Mama ana nyumba ngapi? Ana nyumba kama 3 hivi 4. Na zote unazifahamu? Nazifahamu chache, sifahamu. Nyumba ya kule maana kwamba alikupiga marufuku kutokana alikuwa anakaa na yule mwanaume. Alikuwa anakaa na mwanaume. Ndio amenipiga marufuku nisifike pale, nisikanyage, hata kuniona. Kwa hiyo licha kusikia mama anaumwa hutaki kukanyaga kabisa? Natamani niende, ila ndio hivi tena. Sawa. Kuondoka kwa mpenzi wako pale, kuna namna umejisikia vizuri kwamba yes, afadhali? Naweza nikasema nimejisikia vizuri. Naweza pia nikasema nimejisikia vibaya kuondoka yeye. Kwamba unahisi kwamba wewe ulikuwa bado unamhitaji? Hapana. Maana kuna mtu amenifuata, yani alinifuata ananihitaji. Ila ni mimi tu mwenyewe sijaridhika naye. Kama kuna mtu alijitokeza kwa upande wako? Alijitokeza, ameniambia ananipenda, hata kuwa na mimi. Kwa hiyo mimi nikampotezea tu. Sawa, turudi kwa mama. Hali yake si nzuri. Na labda umeweza kuambiwa kidogo katika upande wa homa kwamba anaugua kitu gani labda? Sijajua anaugua kitu gani. Hujataka hata kufuatilia kwamba nini shida? Nataka kufuatilia, ila ni bado. Sawa. Kipi kikubwa ambacho kimekufanya mpaka leo uweze kutuambia bwana, kaka zangu naombeni mje tuzungumze? Kwenda kumuona mama yangu, ila kitu kikubwa ambacho kinanitatiza mimi, kuna mzee mmoja alinifuata. Ananiambia kuumwa kwa mama yako, ukienda uondoke wewe au aondoke mama yako. Yaani apoteze maisha, ni mimi au wewe mama. Yaani kwamba hicho ndio kitu kikubwa ambacho unakihofia? Nashindwa nifanyaje. Yaani kwamba umeambiwa kwamba, yaani sijaelewa vizuri hapo. Yaani kuna mzee alinifuata, akaniambia, unamfahamu huyo mzee? Ni tulipishana tu njiani kama hivi, simfahamu. Sija kumuona. Ila tulipishana tu hivi njiani, ndio akaniambia kitu ambacho kinamtatiza mama yako mpaka anakuwa vile. Ni kupotea kwa wewe au huyo mama yako. Ukienda tu, yani ukienda kushamuona. Kujaribu kwenda kusogea kumuona, wapoteza maisha wewe au mama yako. Kwa ndio kitu ambacho kinanitatiza. Natamani niende sana ni. Sijui nifanyaje. Ndio maana nimejaribu kuuliza kwamba huyo mzee hujawahi kumuona kabisa, ila mmekutana tu njiani kakwambia hicho kitu. Ila nadhani ni wana karibu sana na mama. Huyo mzee ana karibu na mama? Nahisi ni na karibu. Wewe inakupa picha gani mtu anakuambia hivyo? Mpaka anapelekea unahofia sasa. Inakuwa sio picha nzuri kwangu. Kama huo ni mtego sasa. Nahisi kama ni mtego. Sawa. Labda kwa uchache kidogo, baba yupo? Baba yupo. Ushakuzungumza naye labda kwa namna moja ama nyingine? Sijazungumza naye. Hata kumshirikisha ili tatizo? Sikuweza kumwambia. Wazazi waliachana katika namna ya ugomvi sana ama tu labda kuna namna tu ilikuwa? Sijui nini ambacho kilichowafanya wakae mbali watengane. Sielewi chochote. Sielewi chochote. Na wewe karibu mkubwa upo kwa mama, si kwa baba? Upo kwa mama.
Sawa. Kwa hiyo unachokihitaji wewe ni kitu gani sasa, tukushauri vipi ama ni namna gani ambayo unahitaji kutoka kwetu na kufuatilia kwa sasa kupitia KingPort TV? Naomba wanishauri tu nifanyaje. Shauri. Maana nahitaji sana kwenda kumuona mama yangu. Unatamani sana kwenda kumuona. Unahisi neno gani la kwanza litakuwepo pale ambapo utaweza kumuona mama yako? Ni kitu gani ambacho utamwambia? Cha kwanza nitafurahi. Na pia nitakaa naye chini nitaongea naye vizuri tu. Maana hiyo mama umemsamehe kabisa. Hauna kinyongo naye tena. Amna, sina kinyongo naye tena. Nimemsamehe. Bado nampenda mama yangu. Lakini kwamba ni hiyo hofu tu ambayo umeambiwa hapo kati. Hiyo maneno uliambiwa lini? Kama siku 2-3 za nyuma zilizopita. Sawa, na umesema kwamba kuna vitu ambavyo ulikuwa unaviona kwenye ndoto, kwamba sura mama anakuja na hivi na vile. Kwa hiyo ukichanganya ulikuwa unapata picha kwamba hapa inawezekana ni kweli katika uhalisia wa jambo. Yeah. Nilikuwa napata picha ni kweli. Sawa. Bwana mfuatiliaji wa KingPort TV, jambo zito kidogo limenichanganya hapa kwamba binti anatamani sana kwenda kumuona mamake. Yuko radhi kwenda kumuona mamake. Lakini hali halisi ni kwamba anashindwa kufanya maamuzi kutokana na kuna mzee ambaye aliweza kumwambia kwamba ukienda kwa mama yako kumuona kuna mawili, upotee wewe ama mama yako apotee. Sasa hii tafsiri yake ni nini? Kidogo inachanganya hapa. Na ni jambo ambalo kidogo limenishangaza. Na ndio maana hata binti aliona ni vyema basi tweet ili aweze kupata ushauri. Na mimi na moja kwa moja na kuja kwako mfuatilie KingPort TV. Kama unahisi kuna njia hapa tuifanye basi kwa haraka sana tuweze kuifanya kwa ajili ya kuweza kumwokoa binti hapa. Najua bado ni mdogo na ndoto zake. Mambo ni mazito sana. Na kama ambavyo umeweza kumsikia hapo, kuna vitu vingine ambavyo vinaendelea. Japo mimi nimemwambia ama nimemshauri asiamini sana kama mama ni mtu mbaya kwake. Naamini pia amenielewa kwa sababu mama mzazi ujue kama angetaka kufanya ubaya, angekufanya ubaya uko tumboni umetoka na laana wewe, hakuna mtu mwingine pengine labda pembeni angekufanyia ubaya, lakini mpaka umekuwa hivi, umekuwa msichana mzuri. Kwa namna moja ama nyingine ni kumshukuru wakati wote, si ndio? Yeah. Mimi naunga mkono kwa upande wako, umesema kwamba umemsamehe mama na hauna kinyongo naye kabisa. Hilo jambo nakushukuru sana na iwe hivyo. Na pia hapa nadhani tutaangalia namna gani ya kuweza kufanya ili mradi tupate majibu kamili yaliyojitosheleza, kwa sababu yeye ni mzee amekwambia, lakini huwezi kujua maneno ya binadamu. Pengine labda ongezea tu namna fulani uzito wao kwenda kumuona mama na nini. Kwa hiyo tusiamini moja kwa moja kwamba ukienda kwa mama basi itakuwa ni mwisho wa maisha yako, ama mama ndio mwisho wa maisha yake. Hapana, Mungu yupo, lazima tuweze kumtanguliza. Sawa? Sawa. Basi mimi sina la ziada. Unataka kuweza kumalizia? Sina. Mpole sana leo, yani zaidi ya siku ile. Una mawazo sana? Na mawazo. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Basi kwa mfuatiliaji wa KingPort TV, tunashukuru sana kwa namna moja ama nyingine kuwa nasi, na Mwenyezi Mungu akubariki sana kutoka pale ambapo tulikuwa tumeanza mpaka hapa tulipofikia. Basi ni jambo la kheri kabisa, na Mwenyezi Mungu aweze kukubariki sana. Sina la ziada, asante sana. Na hii ni KingPort TV, the best quality. Yes.